katika kituo jumuishi cha utoaji haki kanda ya Arusha, mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Arusha, Erasto Fili, wakili wa upande wa serikali Philbert Msuya ameiambia mahakama kuwa DPP hana nia ya kuendelea na mashtaka hayo yaliyokuwa yakikabili makundi mawili, ambapo kundi la kwanza ni lenye washtakiwa 19 na la pili washtakiwa 5. Aidha, upande wa mashtaka uliwasilisha mahakamani hapo maombi manne yakiwa ni masharti ya uangalizi. Ombi la kwanza ni washtakiwa kusaini dhamana ya shilingi milioni 1 pasipokuwa na wadhamini. Ombi la pili, kuripoti kituo cha polisi mara 2 kwa mwezi katika vituo vya Arusha na Longido. Ombi la tatu, kuto kujihusisha na vitendo vinavyoweza kuvunja amani na kuleta taharuki, pamoja na masharti mengine ambayo mahakama itaona yanafaa. Upande wa utetezi haukupinga maombi hayo, isipokuwa kurekebisha utaratibu wa kuripoti polisi kutoka mara 2 hadi mara 1 kwa mwezi, ombi ambalo lilikubaliwa. Hakimu Erasto Fili akatoa amri kwa washtakiwa kuanza kuripoti katika vituo vya polisi kuanzia Novemba 24 kwa kundi la Arusha na kuanzia Novemba 25 mwaka huu kwa wale wa Longido, huku akiwataka kuendelea kuwa raia wema katika kipindi chote cha uangalizi. Mkoani Mwanza, kwenye wilaya za Ilemela na Nyamagana, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali akawasilisha maombi mbele ya mahakama za wilaya hizo na kueleza kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi hizo. Tunawashukuru wote ambao ni mawakili wamejitolea katika kusimamia, kuweza kutetea na kusimama vyema kutafuta haki ya kila Tanzania ambaye ameguswa na jambo hili. Haki hiyo imetendeka ni pale ambapo naona kwamba baadhi ya watuhumiwa wameondolewa makosa yao. Kwenye hili tulilojifunza kama Watanzania, tunatakiwa tufate taratibu ambazo zimewekwa na nchi, na haya mambo ambayo yamejitokeza tarehe 29 sisi kama vijana tunayakemea sana na tunaomba yasijitokee. Mkoani Dar es Salaam, washtakiwa 47 wameachiwa huru kati ya 48 waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya uhaini kutokana na vurugu na maandamano kabla na siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Walioondolewa mashtaka ni mfanya biashara Nisha Ismail, Latif Ali, Mbaruku Mohamed, Damas Saki, Hamis Nakuvalila, Oscar Madodo, Shaban Hamis na wenzao 40. Washtakiwa hao walikuwa wakikabiliwa na kesi hiyo katika mahakama ya hakimu mkazi mkuu Ushindi Swalo. Hata hivyo, mshtakiwa Nasrim Mkangara maarufu kama Lupozi hakuondolewa mashtaka hayo, na hivyo amebaki pekee katika kesi hiyo ambayo itatajwa tena Disemba 8 mwaka huu. Ikumbukwe kwamba Novemba 14 mwaka huu, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua bunge jijini Dodoma alitoa maelekezo maalum kwa vyombo vya ulinzi na usalama, hususan ofisi ya DPP kuchuja na kutazama uzito wa mashtaka yanayowakabili watu walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini kufuatia maandamano na vurugu za Oktoba 29 mwaka huu. Ramadhani Mvungi, Azam News.